Akilizia mazingira ya shauri hilo lililompeleka jela maisha mtuhumiwa, wakili wa serikali mwandamizi na mkuu wa mashtaka wilayani Lushoto, Silvia Mitanto, amesema awali shauri hilo lilizuiwa na baadhi ya wazazi lisifike katika vyombo vya sheria. Na huyu mtuhumiwa alikuwa anatumia kwa kesi 6. Zote amebaka watoto na kulawiti. Hao watoto wote ni watoto wa shule ya msingi Vuluni. Ni wadogo, wengine wana miaka 6, wengine 7, wengine 10. Kwa hiyo alikuwa amebaka katika mazingira tofauti tofauti. Tumemfungulia kesi 6. Leo tarehe 15 mwezi wa 4 2025 kesi 2 zimekamilika na zote tumepata conviction. Kwa kesi ya kwanza alikuwa anatumiwa kwa makosa mawili ya kubaka na kulawiti. Amefungwa kwa kosa la kwanza amefungwa maisha, kwa kosa la kulawiti, na kwa kosa la pili la kubaka amefungwa miaka 30. Na kwa kesi ya pili ilikuwa ni kulawiti, mtoto wa miaka 7 amefungwa maisha. Hawa victim wote wa kesi 2 wana miaka 7. Lakini bado kuna kesi 4 zinaendelea ambazo zote ni dhidi yake na ni za kulawiti na kubaka watoto wa shule ya msingi Vuluni. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Lushoto, Zefania Sumaye, ameonya baadhi ya wazazi ambao wamekuwa wakifumbia macho mashauri kama hayo, kisha akatoa maelekezo kwa endapo wataona vitendo kama hivyo watoe taarifa mapema katika vyombo husika. Hii tabia ya watu tunafumbia macho matatizo yanayojitokeza kwenye jamii zetu, watoto wetu wanatendewa vitendo vibaya, alafu unakuta kwamba kwa sababu aliyefanya ni mjomba mnasuluhisha nyumbani. Ninatoa rai kwamba hii sio tabia njema kabisa. Na hata majirani, mnapoona tukio ambalo sio la kiungwana wamefanywa watoto wetu, basi msikae kimya, njooni moja kwa moja, ripotini ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watu wanaofanya hivyo. Na naamini kwa kufanya hivyo jamii yetu tutaiweka salama. Kutoka hapa katika wilaya hii ya Lushoto iliyopo katika mkoa huu wa Tanga, ni William Mkasija, ITV.